Wir sind Gott so dankbar für alles, was tut. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya yote anayofanya, na tunakuwaka na huzuni sana kwa sababu ya yote ambayo adui anafanyaka, na kama tunaweza kufanya tofauti ya hayo tutaweza kusaidiwa. Leo nina huzuni kubwa sana kwa sababu niliingizwa katika mambo ya jamaa wakati nipotoka Uswizi, na ndani yangu ninasikia huzuni kubwa kwa sababu ya mambo hayo. Neno moja lilinijia kwenye roho wakati ndugu Rusi alipotoa onyo, wakati alipotaka kutuletea neno, na neno ambalo lililonijia kwenye roho ni neno ambalo Yetro alilomwambia mkwe wake Musa, jishagulie watu walio na uwezo, Kutoka 18 mstari wa 21. Na sasa inaonekana ya kwamba utangazaji wa neno haupashi kufatana na mambo yote ambayo yanayoweza kuonekana hapa na huko katikati ya watu. Ninahuzunishwa sana sana wakati hauwezi kusaidia, wakati watu hawawezi kukubali msaada wa Mungu, na wakati tunapoweza kuhitaji ili watu wote waweze kuwa na salama pamoja na Mungu, inaweza kuwa ni vizuri zaidi. Kama vile nilivyosema, nitaweza kuweza kuonyesha mawazo fulani kuhusu neno hili, na kisha nitaweza kukaa. Ndugu Rus, kama vile tulivyoahidi, atahubiri weekend hii. Nilisema ya kwamba hatutaweza kuwa na makusanyiko makubwa. Ninakuwaka na hitaji na mimi ya kuweza kusikiliza. Kila wakati wengine wanapohubiri, ninapokeaka baraka kubwa, na wakati ninaweza kuhubiri mimi mwenyewe haikuwaki vizuri. Na hapo sasa ni wengine ndio wanabarikiwaka. Ndio, ni wengine ndio wanabarikiwaka. Ndio, ni vizuri, ni hivyo. Ni maneno ambayo tunayojua sisi wote, tunayosoma, tunayosikia. Sasa swali ya kuweza kujua ni kipimo gani yanaweza kuonekana ndani ya maisha yetu. Ndani ya kipimo gani Mungu aliweza kutimiza ndani yetu yale ambayo iliyoandikwa. Na mnajua ya kwamba hitaji yetu haiachi kukomaa. Ni kusema nafasi iliyo katikati ya ahadi na utimilifu, nafasi iliyo katikati ya imani na uhakika inapunguka tena zaidi na zaidi, ni kwamba Mungu aweze kupokea yale inayompendeza. Yote ambayo tunayosoma hapa ni kweli. Inaomba tu hayo yaweza kuonekana kwa namna iliyo nzuri zaidi. Tuliweza kusoma hapa ya kwamba kila tawi ndani yangu isiyochukua matunda inakatwa na kutupwa. Hili ni neno la hatari sana, kuwa ndani yake na bila kuchukua matunda inakatwa na kukauka. Ni kusema hiyo haina lazima kuweza kuwa ndani yake au kushikamana naye kama hauwezi kuchukua matunda kwa ajili yake. Na kisha ahadi inasema kwamba kila tawi iliyo ndani yangu na inayochukua matunda nitaweza kuitengeneza ili ichukue matunda mengi zaidi. Hiyo ni hitaji yetu. Mungu aweze kusafisha, atengeneze, asaidie ili matunda yaonekane. Na kisha hapa kuna kutambua ya kwamba, ya kusema kwamba bila mimi hamuwezi kufanya lolote. Yohana 15 mstari wa 5. Siamini ya kwamba kuna mtoto wa Mungu ambaye hajaweza kufanya hii, kutambua au kuamua kama hii ya kusema bila mimi hamuwezi kufanya neno lolote. Lakini hiyo inamaanisha kwamba pamoja na yeye tunaweza kufanya mambo yote, kama vile Paulo anavyosema, kwa ajili ya yeye anayenipatia nguvu ninaweza kufanya yote. Na kisha nasema ya kwamba yule asiyedumu ndani yangu anatupwa nje
Yohana 15:6. Kuna kulinganisha mambo kama hayo iliyo katika maandiko matakatifu akose katika maneno ya Timotheo wa pili sura 4, mahali ambapo watu waliweza kugeuka kutoka kwenye kweli, hawakubaki katika neno, hawakudumu ndani ya Kristo. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 3. Mtu aliyekuwa pale ndiye anaweza kugeuka, mtu ambaye aliyeweza kuwa na hiyo mambo iliyo kama hiyo. Na hapa tunaona ya kwamba Bwana anatuambia kwamba yule asiyedumu ndani yangu anatupwa nje. Na tuliweza kusoma pia kwamba kama mkidumu ndani yangu na kama maneno yangu yakidumu ndani yenu. Hayo ni maneno ya hatari sana. Yohana 15:7. Na kama Bwana anaweza kufikia kwa kiwango ambayo hatuwezi kujifurahisha tu kuweza kusikiliza na kuweza kusikia maneno yake, lakini kuweza kuacha Mungu aweze kutenda ndani yetu, na sasa wengine wataweza kuona ya kwamba hatujifurahishe tu na maneno, na kwamba hatufurahishe tu kusikia maneno, lakini kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Mstari wa 7, Yohana 15. Kama mkidumu ndani yangu na kama maneno yangu yakidumu ndani yenu, neno lolote mnalotaka muombe na mutapewa. Kama tunaweza kushika neno hili, tunapaswa kwenda kwa barua ya Yohana, kwa maana imeandikwa pale ya kwamba wakati Mungu anatujibu, inamaanisha kwamba ni kusema mbele yake tuliweza kuleta maombi, na kwamba hatukuweza kuomba kama vitu tunavyotaka na tukuweza kuonyesha mahitaji zetu, lakini tuweza kuonyesha kwa Mungu maombi ambayo inaongozwa na yeye, maombi ambayo iliyokuwa katika mapenzi yake, na yote iliyo katika mapenzi yake yeye anayajibu naye anaitoa. Kwenye mstari wa 8 inasemeka, Yohana 15 mstari wa 8, kwa hivi Baba yangu anatukuzwa, muzae matunda mengi na mutakuwa wanafunzi wangu. Tunaweza kuhitaji kitu zaidi gani ila Bwana? Ni kwamba Bwana aweze kwenda mbali pamoja na sisi, aweze kusonga mbele pamoja na sisi, na aweze kutosheka, na aweze kupendezwa na sisi. Tuliweza kusikia mahubiri mafupi ya Arthur Davis, kutembea pamoja na Mungu, kupendeza Mungu. Ilikuwa hivyo pamoja na Enoka, ilikuwa hivyo pamoja na Noa, pamoja na Abrahamu, manabii, na naamini ya kwamba nasi tunapaswa kufikia hayo, na kwamba tutayafikia kama tunaweza kuhitaji tuweze kupata sehemu kwenye unyakuo. Na hapo sasa inaomba ili mapenzi ya Mungu yaweze kuwa juu yetu, na hapo sasa mashaka yote na kila chote cha kushakia yote inapaswa kutoshwa ndani yetu. Tunapaswa kufika katika pumziko ndani ya Mungu, na sio kwamba tuweze kutuliza dhamiri yetu, lakini tuweze kufika kweli kweli katika pumziko ndani ya Mungu, pumziko kwa ajili ya kazi zetu sisi wenyewe, tuweze kupata pumziko ndani ya Mungu. Inasema hapa ndani ya Yohana 15 mstari wa 9, sawa sawa Baba alivyonipenda mimi, hivi nilivyowapenda ninyi. Tumudumu katika upendo wake. Mara ngapi shaka sikia kuzungumza kuhusu upendo wa Mungu? Na hapo sasa tunaweza kusema kwamba kose kuacha kuyazungumza, lakini tuweze kuweka katika matendo sote pamoja hili neno, ili Mungu aweze kumimina juu yetu baraka yake kwa wingi. Lakini naomba kuhubiri mpaka neno la Mungu liweze kufika kwenye lengo yake, liweze kutimiza mambo ambayo Mungu aliyatuma. Kuhubiri haitakuwa ya bure, haitakuwa bila matokeo. Bila ndugu yangu Artira aliweza kuniambia hapa sasa ya kwamba hawataweza kuja au kuweza kuhubiri, lakini naweza kusema kwamba kama unataka kuhitaji kuweza kuhubiri
ingekuwa vema tuweze kusaidiwa zaidi. Wewe unakuwa kitu chetu cha lazima sana, na hivyo si sote tunakuwaka na mashaka ya kuamini, na tunasemaka kila mara ya kwamba tunaweza kuamini Mungu. Yule asiyeamini Mungu anamfanya kuwa mwongo. Ni kusema tunaamini Mungu, tunaamini neno la Mungu, tunaamini tena neno la Mungu hata kama hatuwezi kulitimiza. Tunaamini ya kwamba ni kweli na kwamba na pia tunahitaji ndani yetu ya kuweza kufanya vizuri wakati unaofuata pa mstari wa Mungu. Mstari wa 10, Yohana 15 mstari wa 10, kama mkitii amri zangu mutakaa katika upendo wangu, kama vile nilivyolinda au kama vile nilivyotii amri za Baba yangu na kukaa katika upendo wake. Hapa tena kuna kulinganisha katikati ya Mungu na Kristo, na hapo ndipo kuna kuwaka mambo ya kuleta shida kwa wale ambao hawezi kuamini. Wakati nilipoweza kusikia habari ya kwamba Papa aliweza kuandika ukarasa 115 juu ya Roho Mtakatifu, alikuwa amezungumza kuhusu Baba, Mwana na kisha Baba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Akasema kuhusu mambo ya Roho Mtakatifu na mambo hayo, na hiyo inaweza kunizuisha sana. Ona kisi tunapaswa kushukuru Mungu kwa sababu Mungu aliweza kujifunua kwetu, na kwamba tunaweza kuona ya kwamba Mungu aliweza kupata na kuanza mwanzo mpya, na Kristo ndiye aliyekuwa mwanzo huyo mpya wa ufunuo wa Mungu. Ufunuo wa Mungu yeye mwenyewe kama vile Mungu ndani ya mwili, ili aweze kutufanya sisi tulio ndani ya mwili tuweze kuwa wana wavulana na wasichana wa Mungu. Lakini hatutaki kuweza kuchelewa juu ya mambo hayo sasa, lakini ni lazima sana, na ni hapo ndipo kunakuwa uzima wa milele, na wale ambao waweza kupokea uzima wa milele ndio wanamtambua. Wengine wote ni hiyo kitu moja. Nataka niweze kuwasomea ili muweze kujua hiyo na muweze kuyakumbuka ndani ya andiko ya Injili ya Yohana 17:3. Na huu ni uzima wa milele wa kujua wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ulimtuma. Tazama, uzima wa milele uko ndani ya nini? Yule ambaye asiyetambua lengo na sababu ya ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo, uzima wa milele uko ndani wapi? Ndani yake. Na sasa kama uzima wa milele uko ndani yetu, tunatambua Mungu, kwa maana roho wa Mungu uko ndani yetu, na inafunua mambo yote, inapambanua mambo yote, hata pia vilindi vya uungu. Kwenye mstari wa 15 kuna pia neno ambalo linalojulikana vizuri. Yohana 15 mstari wa 15, siwaiti tena ninyi watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui anayofanya bwana yake, lakini nimewaita ninyi rafiki, kwa sababu yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewajulisha ninyi. Warafiki wa Mungu kama vile Abrahamu. Abrahamu alipokea kutembelewa kwa Bwana mbele ya kubomolewa kwa Sodoma na Gomora, na Bwana akamwambia, namna gani naweza kuficha rafiki yangu yale ambayo nitaka kufanya? Na ni hivyo ndiyo Bwana aliambia uzao wa Abrahamu katika siku zetu. Hakutuacha katika giza, lakini alifunua neno lake na mapenzi yake. Hatuko tena watumishi au watumwa, hatuko tena wageni, lakini tuko wenyeji wa nyumba ya Mungu, watoto au wanamemba wa jamaa yake, warafiki za Mungu. Na sababu ni hii, ni kwa sababu aliweza kutujulisha mambo yote, na sio kitu moja tu, lakini mpango yote wa Mungu. Niweza kuitambua wakati napozungumza na watu ambao walio katika meli nyingine,
na ambao wanaweza kuzungumuza kwa saa mbili bila kusema kitu fulani ambacho kinaweza kuwa na lazima na umuhimu, lakini wale ambao neno la Mungu lilofunuliwa kwao peke yao ndani ya wakati huu, hao ndio wanaweza kuzungumza kuhusu Mungu. Wao ndio wanaweza kuzungumza kwa upande wa Mungu, kama vile inaandikwa kwamba yule aliyetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu. Yohana 15:15. Siwaiti tena watumwa kwa kuwa mtumwa hajui anayofanya bwana yake, lakini nimewaita ninyi rafiki, kwa sababu yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewajulisha ninyi. Niweza kusema wakati fulani ya kwamba inaomba hasa hiyo uzima, inaomba sasa hiyo chuma au uzima iweze kuingia ndani ya hiyo mashini, na kama vile sasa hiyo nili iweze kushuhudia neno la Mungu, na hiyo uzima wa Mungu iweze kuingia ndani ya hiyo chuma ya Mungu au mashini ya Mungu, ili neno la Mungu liweze kuwa pale na waweze kuwa tayari kwa ajili ya kazi yote na katika hali yote. Na kisha hii kutambua iliyo nzuri hapa mstari 16, hamkunichagua mimi, lakini mimi niwachagua ninyi, nami nimewaweka ninyi mwende na muzae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, kusudi neno gani mtakaloomba Baba kwa jina langu awape ninyi. Mstari 17, maneno haya ninawaagiza ninyi, mupendane. Basi Mungu aweze kufanya ili ulimwengu uweze kutambua ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Tuliweza kuiona katika hii ndoa ya mwisho iliyozoea kupita. Tutaendelea kusikia habari njema, tutaendelea kuonyesha upendo wa Mungu, na tusiweze kufanya tofauti katikati ya watu, lakini tuweze kuacha Mungu aweze kuhukumu yeye mwenyewe. Naweza kuambia kwamba tunaweza kushidanganya sisi wenyewe kama vile wanadamu, haraka sana tunaweza kushidanganya, lakini Mungu anaangalia moyo, anaona yale ambayo inayofichwa ndani. Sisi tunahukumu kulingana na anga ya nje au na sura, lakini yeye Mungu anaona yaliyo ndani. Na kisha tena mbali kadogo, mstari 18, Yohana 15:18, kama dunia ikiwachukia ninyi, mjue ya kama ilichukia mbele ya kuwachukia ninyi. Mstari 19, kama mungekuwa wa dunia ingependa watu wake, lakini kwa sababu ninyi si wa dunia, lakini nimewachagua ninyi toka dunia, kwa sababu hii dunia inawachukia ninyi. Hatuna kitu cha kizuri kinaweza kungoja kwenye dunia hii. Tusiwaze ya kwamba watu wataweza kutushukuru na kusema mambo yote iko vizuri, mambo yote iko katika utaratibu, lakini tutachukiwa, tutakataliwa na wote kwa sababu ya jina lake. Na sana sana unatambuaka wakati unapozungumza na watu wa utawa wanaojifurahisha tu kwa nje, na unapowazungumza kuhusu jina la Bwana, na mambo yote na kwake iko vizuri, wakati unapozungumza na mambo mengine, na hapo chuki inaonekana, na unatambua kwamba upendo hauwezi kuwa ya kweli, kwa maana mahali ambapo kulipo upendo wa kweli wa kiungu, chuki haiwezi tena kuwa pale pembeni ya hiyo. Yawezekana moyo umefanywa kuwa mpya, au unabaki tu kuwa zamani, na hapo unaweza kuwa tu ya kuificha ili mambo, unaweza kuwa kuificha ili mambo isionekane. Kwenye mstari wa 20 Yohana 15, Yohana 15 mstari wa 20, kumbukeni neno ambalo niwaambia ninyi, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Kama walinisaliti mimi, watawatesa ninyi vile vile. Kama walishika neno langu, watashika lenu vile vile. Ili neno la nguvu sana,
Imeandikwa pia ya kwamba yale iliyomfikia inayo yatatufikia sisi. Kama vile walivyopokea neno lake, wangeliweza pia nasi kupokea na kufuata neno la wale ambao wanaozungumza kwa jina lake na kuweza kutenda hivyo, kwa maana watu walitambua kama vile Paulo alivyoandika ya kwamba mulipokea neno ambalo nililowatangazia, na si kama vile neno linalotoka kwa mtu, lakini kama vile neno linalotoka kwa Mungu, kama vile neno la Mungu, na ni hivyo ndivyo lililo. Wathesalonike wa kwanza sura 2 mstari 13. Na kama neno la Mungu linapokelewa kwa namna hiyo, kama vile linatoka kwa Mungu, kama vile neno la Mungu, na hapo linatimiza yale ambayo liweza kutumwa. Naweza kuhitaji kuweza kusoma neno hilo, lakini mnalijua. Na tazama, ndio ni Wathesalonike wa kwanza sura 2, Wathesalonike wa kwanza sura 2 mstari wa 13. Kwa sababu hii sisi tunashukuru Mungu pasipo kuacha, sababu wakati mlipopokea neno la Mungu mulilosikia kwetu, mulilipokea si kama neno la watu, lakini kama lilivyo kweli neno la Mungu linalotenda kazi vile ndani yenu munao amini. Ile neno moja, huyo roho moja, yote inabaki kama vile ilivyokuwa, na ndiyo maana tunapashwa kutumainia hizo baraka moja, tunapashwa kutumainia hizo kushuhudiwa kumoja. Na Paulo anasema hapa waziwazi ya kwamba tunashukuru Mungu siku zote pasipo kuacha, kwa sababu hamkuweza kupokea neno la Mungu lilohubiriwa kwenu kupitia sisi kama vile neno la watu, lakini mlilipokea kama vile neno la Mungu, kama vile lilivyo, kama vile neno la Mungu. Na waza ya kwamba mpaka leo na mpaka mwisho hatukuweza kutangaza kitu kingine au kuhubiri kitu kingine ila tu neno takatifu la Mungu, na hatutaweza kuhubiri kitu kingine ila neno takatifu la Mungu. Wakati tunapozungumza na watu wanaojilinganisha na ndugu Branham, lakini wanaotangaza na kuhubiri mambo mengine ambao wanaoweza kutenda, hata Paulo au ndugu Branham hawaweza kutangaza na kuhubiri, na hapo tunaweza kusema na mamlaka yote la kwamba rafiki zangu, sio hivyo, kwa sababu hii hailingane na yale ambayo watu wa Mungu waliosema wakiwa chini ya kutumwa kwa kiungu, wakiwa chini ya kutumwa kwa kiungu. Na hapo sasa tunashukuru Mungu sana, kwa sababu tunaweza kulinganisha kama vile tulivyosema mara nyingi. Mungu anafungwa kwa neno lake. Tunapashwa kupata uwezo ya kuweza kuchunguza, kupima, na bila kuweza kujifanya tu kwa akili, lakini kujipima ni kwa neno la Mungu, na mambo yote iko kwenye neno hilo, na neno peke yake ndiyo inaweza kushuhudia kitu fulani, na kama shuhudiwe inaweza kuwa ni giza. Mnajua haki na kweli. Kama kitu fulani kiweza kuletwa kwenye neno la Mungu, ingepashwa kupimwa na furaha, na hiyo mawe 12 ingepashwa kuwa kama vile impashwa kuwa, au kibaki kama vile ilivyokuwa. Nuru haingekuwa ikionekana, Kutoka 28 mstari 13. Lakini kama kitu kikiwa cha kweli, nuru impashwa kuonekana. Ndio maana inaandikwa kwamba nuru na haki katika Agano la Kale ilikuwa kwamba ni nuru na haki. Nuru ilikuwa kionyesha, nuru ndio ilikuwa uhakika wa kiungu ya kwamba yale ilikuwa kionyeshwa ilikuwa ni ya kweli mbele ya Mungu, na iko hivyo mbele ya Mungu leo. Nuru haiko mahali pengine, lakini neno lako ndilo taa kwenye miguu yangu na nuru kwenye njia yangu. Hiyo ni Zaburi 119 mstari wa 5. Na neno linasimama imara, neno la unabii ambalo tulilo nalo
na mutafanya vema kama mnaweza kulishika, kama vile nuru inayoangaa mahali pagiza, mpaka siku au nuru ya asubuhi iweze kuonekana. Mbele ya kuweza kukaa, nitaka tuweze kusoma neno lingine la Petro wa kwanza kwenye sura 1. Petro wa kwanza sura 1 kwenye mstari wa 22. Mukikwisha kutakasa nafsi zenu kwa kutii kweli, hata kufikia upendo wa kweli ya ndugu, mupendane na bidii kwa moyo safi. Mstari wa 23. Kwa kuwa mmezaliwa upya, si kwa mbegu inayoharibika, lakini kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Mstari 24. Maana mili yote ni kama majani, na utukufu wao wote kama ua la majani. Majani yanakauka na ua lake linaanguka, lakini neno la Bwana linadumu milele na milele. Na neno hili ni neno lile njema lililohubiriwa kwenu kama Injili. Ni kitu gani cha ajabu hapa? Injili, neno la Mungu. Neno la Mungu ni Injili, na yale ambayo tunayotangaza inapashwa kuwa neno la Mungu. Na kama ni neno la Mungu, na sasa tumehubiri hiyo kitu moja kama vile ilivyoandikwa hapa. Kama ninasoma sasa hapa ya kwamba miili yote ni kama majani. Jana niweza kukamata kwenye mkono wa mwanamke, alikuwa na umri zaidi ya 90, na kisha unaangalia huyo mtu na unajiuliza alikuwa akifanana namna gani wakati alipokuwa kosa akikomaa kwa umri 10 au umri wa miaka 10 au 20 na kadhalika na kadhalika. Mwanadamu anakwenda kwa namna ya kidunia hii, tunakuja na tunakwenda, tunakuja na kunakwenda, tunakomaa kama vile huwa. Leo tunawaza kuhusu wazazi wetu wa babu zetu, na tunasema ni vizuri waliweza kuzeeka. Leo wanatutazama, wanasema pia hiyo kitu moja kuhusu sisi, ya kwamba huyu amezeeka. Na hivyo ndivyo uzima ulivyo. Uzima iko hivyo, lakini kwa neema ya Mungu. Lakini Mungu asifiwe, majani yanakauka, ua inakauka, inaanguka. Sasa inafanyika nini wakati wa jua inayofuata? Yale yote ambayo iliyokuwa wakati ya mvua inanyesha tena, yote inaonekana tena, inakuwa uzima mpya. Wakila kuvua tena inanyesha, uzima mpya inaonekana. Uzima mpya inaonekana. Yale ilikuwa imekufa, majani, matunda yote iliyokuwa kwenye matunda na miti, yote ilikuwa kwenye majani na miti, yote naanguka. Ilikuwa imeonekana. Yote ilikuwa imeanguka, lakini wakati wa mvua tena inaonekana na kunyesha, yote inaonekana tena upya. Kama vile tulivyosema wakati wa mazishi, iko hivyo. Nilikuwa nimeahidi ya kwamba nitaweza kuonekana kwenye mazishi huko siku ya kwanza na saa 8 na siku ya pili saa 5. Tazama sasa kwenye tumefika. Lakini tuliweza kusema mara nyingi, mtu anakomaa na kisha anakwenda, lakini Mungu anatupatiaka kila mwaka mahubiri mapya, anatupatia uzima, kifo na ufufuko. Mambo haishie kwenye kaburi, lakini tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo. Tazama neno hili la Petro ambalo nalotembea pamoja na yale ambayo Paulo aliyosema mbele. Lakini neno la Bwana
na neno hili ni neno lile njema lililohubiriwa kwenu. Petro wa kwanza sura 1:25. Yale ambayo yaliweza kuhubiriwa kupitia neno la milele inayo inadumu milele. Na hapo sasa munaweza kuyatumainia, munaweza kuiweka katika uaminifu wote. Nitaweza kufufuka. Nasema kwamba nitafufuka kwa sababu ya mbegu ya kiungu ambayo haiwezi kuzimishwa au kuzikwa. Tazama yale nitaka kusema. Mtu anazikwa, lakini mbegu ya kiungu inakomaa, inatokea. Na kwa ajili ya hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Neno la Bwana linadumu milele na milele, nasi tunadumu milele pamoja na neno la Mungu, kwa maana tumezaliwa upya na hiyo mbegu moja, mbegu ya kiungu ya neno, kwa ajili ya tumaini iliyo hai. Hatutaweza kupokea uzima wa milele leo, lakini hapana, tulishaka pokea uzima wa milele kupitia imani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa maana inaandikwa hivyo, yule aliye na mwana ana uzima wa milele. Yohana kwanza sura 5:12. Na Yohana 1 anasema kwamba wale wote waliompokea aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu, wale wanaoamini jina lake. Yohana 1:12. Tunaweza kuisema hiyo mpaka mwisho, ya kwamba neno ambalo mlilohubiriwa kama vile ujumbe wa wokovu, kama vile Injili, itakuwa hivyo mpaka mwisho, itakuwa neno la Mungu wetu. Litabaki, litadumu milele na milele, nasi pamoja na neno hilo. Mungu atubariki sisi sote, amina. Na sasa tunaweza kusema nini? Tumekwisha kusikia mahubiri, na ninaamini ya kwamba sisi sote tumekwisha kuguswa na yale ambayo iliweza kusemeka, na kwamba tunaamini kwa moyo wetu wote, kwa maana tunajua ya kwamba hatuna maamuzi mengine ila kuamini tu. Tulitayarishwa kwa ajili ya kuamini, ndugu na dada, na tuliweza kusikia ikisemeka kuhusu uchaguzi. Bwana wetu alisema kwa namna iliyo ya kimaajabu, na sio sisi tuliyomchagua, lakini ni yeye ndiye aliyetuchagua. Na hiyo iko hivyo hivyo tena leo, alituchagua. Na kama haingekuwa hivyo, ndugu na dada wapendwa, hatungeliweza kuwa hapa. Na kitu kingine pia kilikuwa kia kimaajabu, kama vile ilivyosemeka hapa ndani ya neno, ya kwamba hawaiti tena watumishi au watumwa, lakini anawaita kwamba ni rafiki zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawezi kupatia kitu fulani mtumishi, lakini alipatia mambo yote kwa rafiki zake katika siku hizo, na pia katika siku zetu. Alifanya katika siku hizo na pia katika siku zetu. Na kama sasa nasi wa rafiki zake atupatia mambo yote, na tunaweza kusema sasa bila sisi, bila hata kujisifu, tunaweza kusema kwamba atupatia mambo ya siri zake, na aliweza kutujulisha mambo hayo, na akafunua neno la kweli juu ya mambo yote ambayo hawezi hata kuelewa hata kamwe. Kama vile ndugu yetu aliweza kusema, na kama hiyo haiwezi kufunuliwa kwa Mungu, kama haiwezi kufunuliwa na Mungu, hiyo haiwezi kujulikana. Mara ngapi Bwana aliweza kusema kwa wakati wake, na nani aliyeweza kumwelewa na kumutambua? Ila tu wale ambao kuelewa kwa neno lake iliweza kupewa kwao ndio waliweza kumutambua, na wengine wote waliweza kuendelea hivyo na wakweza hata kufanya kitu chochote. Na kose pia hivyo hivyo katika siku zetu, wanaweza kumusikia, wanaweza kuisoma, lakini kama Mungu hawezi kufungua kuelewa, hawezi kufanya kitu fulani, na hiyo ilikuwa ya lazima sana. Kwa ajili yangu mimi mwenyewe niweza kuambia ya kwamba tunapaswa kushukuru kuona kisi aliweza kufunulia siri zake, na kama vile ndugu yangu aliweza kusema, hatuwezi kufanya kitu kingine ila kuweza kuchukua yale ambayo Mungu aliyotupatia kwa neema. Na Paulo naye mwenyewe hangeliweza kuchukua tu kingine ila yale ambayo Mungu
aliyokuwa amempatia. Petro naye pia hangeliweza kuchukua kitu kingine au kuleta kitu kingine. Hapana, hangeliweza kuwezekana. Angeliweza tu kuchukua na kuleta yale ambayo waliweza kupewa, na hivyo hivyo kwa ajili yetu, ndugu na dada, hatuwezi kuleta kitu kingine ila yale ambayo Mungu aliyotupatia, na hiyo ndiyo ya ajabu sana. Na yote ambayo inaweza kufika, ninakumbuka maneno ambayo Paulo aliweza kuambia wa Tesalonika kwenye sura 2. Ndugu Frank aliweza kusoma kwenye mbali kadogo, lakini nimekwisha kusoma kwenye mstari wa 3. Wathesalonike wa kwanza sura 2 mstari wa 3. Kwa maana maonyo yetu si ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila. Kwenye mstari wa 4, lakini kama tulivyokubaliwa na Mungu kuaminiwa na habari njema, hivi tunavyosema, si kwa kupendeza watu, lakini kwa kupendeza Mungu anayepima mioyo yetu. Wathesalonike wa kwanza sura 2 mstari wa 3 na wa 4. Na sio yeye mwenyewe, haikuwa yeye mwenyewe, lakini kama vile Mungu alikuwa akitaka, naye angepaswa kufanya hivyo, angeweza kusema ndio. Hiyo si ajabu sana. Alisema katika maneno haya kama vile Mungu alivyotaka, na si kama vile watu walitaka kuweza kusikia, na hiyo ingeliweza kuleta hata mambo ya kuweza kuwasha kwa masikio ya watu, lakini yeye angepaswa kusema yale ambayo Mungu alikuwa amemwambia kusema. Ona gisi ni Adamu ya damani sana maneno haya. Mstari wa 4. Lakini sasa tunasema si kwa kupendeza watu, lakini kupendeza Mungu. Nasi tunapaswa kusema hiyo kitu moja. Na sisi tunapaswa kusema si kwa kupendeza watu, lakini kupendeza Mungu. Neno la Mungu linapaswa kuchukuliwa katika saa hii. Watu walikubali au hapana? Mtu asiyeweza kutaka asiweze kuikubali. Wale wasiotaka wasikubali. Au yule asiyeweza kutaka kukubali hawezi kuikubali. Lakini kuna watu wanaoikubali. Lakini sasa warafiki wapendwa, walitayarishwa kwa ajili yao. Na kisha inasema kwamba yeye anapima mioyo yetu. Kwenye mstari wa 4, mstari wa 5. Sababu hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wote kama mnavyojua, wala maneno ya juu ya kuficha choyo. Mungu ni mshuhuda. Hii ni ajabu sana. Kama tunaweza kusema hii maneno haya, agose kama tunaweza kuyasema kwamba inaweza kuwa kama ni maneno ya hiyo magumu ya iliyo makali, lakini hakuwa na maneno ya kupendeza. Lakini nasi tunapaswa kuwa hivyo. Angeweza kusema wangeweza kusema Paulo mbona alikuwa mtu wa akili sana? Mbona alikuwa na mambo hayo yote mbele, lakini aliweza kuacha mambo mengine yote. Aliweza kuhesabu yote kama vile uchafu, kama matope, wakati neema ya Mungu ilipoonekana kwake. Wafilipi 3 mstari wa 8. Na hapa naambiwa hapa waziwazi, ni kwamba hakuwa na maneno ya kupendeza au maneno ya juujuu ya kuficha choyo. Mungu ni mshuhuda. Nasi hatuko hapa, hatukutafuta hata heshima ya watu. Na watoto wa Mungu wote au watumishi wote wa Mungu hawakutafuta hata mambo ya kujipendeza. Hawakuweza kupata utukufu kutoka kwa watu, lakini walikuwa pale wakiwa chini ya kutumwa kwa Mungu. Na katika siku zilizopita niliweza kusoma Yeremia sura 18 ikisemeka namna gani huyo mtu angepashwa kusimama na kuweza kuchukua neno la Mungu kwa watu, na namna gani watu wangepashwa na namna gani watu walikuwa waasi kwake. Lakini alisimama pale, alikuwa ametayarishwa pale kwa ajili ya Mungu, naye angepaswa kusema yale ambayo Mungu alikuwa amemwagiza, na yale ambayo watu walikuwa wakifanya haikuwa na msumbua. Hakukuwa na simama juu ya mambo hayo. Angelipaswa kuendelea kuzungumza. Alikuwa ametumwa na Mungu, alikuwa chombo cha Mungu, na basi wachagula wa Mungu hawezi kufanya tofauti na hiyo. Wangepaswa kusema maneno ya Mungu. Kwenye mstari wa 6, wala hatukutafuta sifa ya watu, wala kwenu wala kwa wengine, wakati wowote tulipokuwa na amri kama mitume ya Kristo. Naye angeliweza kuitaka utukufu, lakini tulikuwa wapole katikati yenu, kama mlezi anayetunza watoto wake wenyewe. Mstari wa 8, hata hivi tukiwa na hamu sana kwenu, tuliona furaha
kuwapa ninyi si habari njema ya Mungu tu, lakini roho zetu wenyewe vile vile, kwa sababu mumekuwa wapenzi wetu. Ndiyo, hii si neno la ajabu, ndugu na dada? Upendo wa Mungu unavuka mambo yote. Tunaiona hapa ndani ya maneno haya yote. Paulo, hao watu wote wa Mungu waliweza kutenda kwa upendo, kwa maana upendo wa Mungu ulikuwa kutawala ndani ya mioyo yao. Na Mungu basi atupatie neema ili nasi pia katika siku hizi atusaidie. Ni ajabu sana kuona jinsi tunaweza kuja toka mbali na karibu, na ni upendo wa Mungu ambao unaotuunga pamoja, nasi tunaweza kuja tena na tena. Ni kweli nanyi pia ambao mnaokuja kutoka mbali, si vyepesi. Mnajua, tunajua hiyo yote inakamata kitu fulani au pesa, lakini hiyo ni nini? Tunaiona na tunaamini ya kwamba upendo wa Mungu unatawala mioyo yetu, na kwamba muna kiu ya neno lisiloshindwa la Mungu, kwa maana inaweza kuwa na faida gani kuweza kuchukua mambo mengine? Tunaweza tu kuchukua neno la Mungu ambayo iliweza kulinda mamlaka yake mpaka ndani ya milele yote. Nasi tunashukuru sana kwa ajili ya hiyo na tunafurahi sana. Basi Mungu abariki hii maneno fulani jioni hii. Si lazima ili mahubiri yaweze kuwa marefu tu, si lazima yaweze kuwa marefu. Ya lazima ni kwamba tuweze kupokea kila neno ambalo tunalosoma kama vile kitu fulani cha dhahabu, kwa maana hii ni utajiri kubwa. Na tunasema tena ni kitu fulani cha dhahabu, iko zaidi hata ya dhahabu, kwa maana dhahabu ya dunia hii itapotea siku moja, lakini dhahabu ya kiroho inadumu milele na milele, nayo ni ya milele. Na ndio maana tunashukuru Bwana na tunashukuru sana sisi kwa sisi, tunashukuriana sisi kwa sisi, na Mungu atubariki sisi sote. Hiyo ndio ombi langu. Amina.